Mwanaume mwenzangu, mwanamke sio chombo cha burudani. Ukichukulia mwanamke kama chombo cha burudani, utakufa mapema, utapoteza akili ya kuishi, utabaki na vyeti na akili ya shule, na utakuwa mlevi ili usijikumbuke. Kila ukiwa unajikumbuka utapotea. Wasioheshimu mwanamke ni wabovu. Mwanamke anayenyanyaswa ni yule ambaye anaendeshwa na hisia na mihemko, anaendeshwa na ndoa, anaendeshwa katika kitengo chake. Mwanamke anaruhusiwa kuendeshwa kifamilia, kindoa. Mwanaume hana ruhusa ya kukuendesha, inabidi umuendeshe wewe katika ndoa. La sivyo hutokuwa na tofauti na kahaba ambaye anauza mwili wake ili aendeshwe na mteja wake. Wewe mwanamke inabidi uendeshe ndoa yako. Familia mwanaume aendeshe, lakini ndoa, romantic life, marital relationship inabidi isimamiwe nawe. Na watoto uhakikishe unaelewa wewe uliwazaa, lakini mwenye mmiliki wao ni baba yao, ni ukoo wao. Jikite hivyo. Mmetengana, ndio tunaongea single parenting. Asilimia kubwa ni wanawake. Unamlea mtoto kwa ushindani, kwamba baba yake utamprove baba yake kwamba unaweza kumlea mtoto. Mwanamama, wewe ni mlezi mbovu, imesomeka kimaisha. Wewe ni mzazi kamilifu, mzazi pekee. Mlezi ni baba. Mwanaume akiwa irresponsible, mwanamke anakuwa mbovu, na inabidi umhakikishie mwanaume yuko responsible. Wewe mwanamke una kazi ya maana, mwanaume hana kazi ya maana. Peleka watoto shule ambao baba yao ataweza kuafford. Usijifanye wewe unaweza kuwapeleka shule za maana ili uonyeshe dunia wewe unaweza. Kuna siku tajuta, kwani mwanamke hujaitwa kusimama hivyo kwa dunia hii ya dhambi. Labda kabla ya dhambi mwanamke alikuwa mkuu, lakini baada ya dhambi mwanaume haja zako zinaenda kwake. Kwa hiyo inabidi umfundishe mwanaume responsibility. Akiweza usifanye, asipoweza umuunge mkono. Ndivyo unavyopaswa kwenda na mwanaume. Usifanye wewe mwanamke unaweza kutake charge na mambo, utajuta. Umfanye mwanaume awe responsible, kwani mama ni mama tu, baba ni moja, lakini mama yeyote ni mama. Tunafungia ukurasa hapo. Are you getting that? Yes. Baba ni baba moja tu, lakini mama yeyote ni mama. Mwanamke ukiolewa na mwanaume mwingine ambaye uliazaa naye, ana watoto, wale watoto watakuita mama wepesi ukiwa na tabia nzuri. Ukiwalea tu, hata wakiwa wagumu watadisaidi kuita mama. Lakini watoto wa mwanaume mwingine, kumuita mwanaume mwingine baba ni muziki. Watamuita uncle, watamuita advocate, watamuita professor, doctor, sijui nurse, Mr. Baba ni moja. Make no mistake about this. Au nini wakina mama ambao mnang'ang'ania watoto, ndio maisha yanakwenda shagala bagala, dignity inazidi kupotea. Sio kwamba kwa sababu ulizaa na mwanaume mwingine uweze ukaolewa tena. Mama yake Sulemani alikuwa mke wa Uria. Abigail alikuwa mke wa mtu mwingine. Daudi ndio alikuwa mume wake. Sasa life goes on, lakini usijitwishe mizigo ambayo yatakuja kuathiri mkao wako wa maisha. Ndugu, haijalishi watu wanakuonaje, unajionaje? Unajisikiaje ukiwa bafuni peke yako usiku unapopanda kitandani kulala? Wengi hawawezi, hadi alewe ndio analala, analazwa na ulevi, kilevi kichwani ndio kunalala. We mwenyewe unaishi maisha yako vipi? Maisha sio show, ndugu mtazamaji, ni muhuri tunaandika na damu, ndio nafsi yako. Make no mistake about it. Ulizana na mwanaume unamfanya irresponsible. Hata wanandoa unamfanya mwanaume kuwa irresponsible.
kwa sababu unakaa kazi, unaditusha mzigo, kisha unakaa na marafiki zako, huyo mwanaume afanye chochote, mimi ndio nafanya kila kitu. Unatenda tena dhambi. Msaidie mwanaume. Mwanaume anahitaji kusaidiwa na mwanamke every now and then, kwani kazi sio kumbeba kitandani tu, bali kimaisha. Anayebeba ni mwanamama, na mwanamama asikii uzito akibeba. Baba ndio anasikia uzito. Fanya zoezi la kupakata watoto tu, baba apakate mtoto mgongoni na mama apakate. Mama ataenda kwa amani yake sawa na mlemavu anayetembea akiwa kiwete, lakini baba atasikia uzito wa mtoto. Mama, moyo wako ni mkubwa, uwezo wako ni mkubwa, kiakili una uwezo mkubwa zaidi ya mwanaume, kwani ubongo unao operate zaidi ni upande wako wa kushoto, emotional brain. Mwanaume anamhitaji mwanamke stahiki, na mwanamke stahiki unaitwa kumbeba yule, kumweka sawa katika mwenendo na mitazamo yako. Usiruhusu yule anayetazama tu unavyoonekana. Ndugu, mtu akikusifu ulivyo, mwonekano wako unatosha moja kwa moja. Akikusifu kwa mwonekano, siku zinavyokwenda mwonekano unazeeka pia, unazoofika pia, ugumu ule wa ngozi unapungua. Sasa utu wako usipokuwa na heshima, unakuwa na kama toilet bag. Utafika mwisho.